Karibu kwa mara nyingine tena katika vipindi vyetu vya mahusiano, vipindi vya mapenzi, hasa vipindi vinavyowahusu hususan wanandoa kwa ajili ya maisha zaidi ya mahusiano pamoja na ndoa, lakini pia kwa vijana ambao bado hawajihusisha na ndoa, lakini pia wana matarajio ya kuolewa ama kuoa. Mada yetu ya leo tunazungumzia utamjuaje mpenzi wa kweli. Hili ni tatizo kubwa sana ambalo linawakuta wasichana wengi, wavulana wengi, wa baba na wa mama. Unajua, hili ni tatizo la kitaifa, kumpata mwenza wa kweli, kumtambua kwamba huyu ndiye mwenza wangu wa kweli. Mara nyingi katika mahusiano safari huishia njiani. Wengine safari zao huishia miezi mitatu, wengine safari zao za kimapenzi ama ndoa huishia miezi miwili, wengine safari zao huishia miaka 10, wengine miaka mitatu, wengine miwili. Basi almuradi tu kila mtu safari yake huishia njiani kinyume na matarajio yake. Jambo hili nimekuwa nikiulizwa sana kama daktari wa mapenzi, na nimejaribu kuwajibu watu aina ya tofauti, wakiniuliza maswali kuhusiana na inakuwaje hapa, kwa nini ndoa nyingi hazidumu na kwa nini mahusiano mengi hayafiki kwenye ndoa. Sasa leo nimeona niandae somo maalumu ambalo litakufundisha wewe pamoja na mwingine ili tupate kutambua katika kile kiasi ambacho Mungu ameniwezesha kukuelimisha kwa jambo hilo. Tunaanza kutazama kwanza jambo, kwa nini mahusiano mengi hayafiki ndoa na kwa nini ndoa nyingi hazidumu. Hapa kuna vitu viwili ama vitatu, lakini mimi leo nitakuelezea vile ambavyo nina nafasi navyo kwa leo kuvielezea. Hapa nitakuelezea kama vitu viwili hivi. Kuna mpenzi wa kweli na kuna mpenzi wa mkakati. Yaani kuna mpenzi wa kweli na mpenzi wa mkakati. Shika maneno mawili hayo ambayo najaribu kukueleza. Unaweza ukajiuliza swali, mpenzi wa kweli ni yupi na mpenzi wa mkakati ni yupi? Hapo sasa ndipo utakapojua kwamba kwa nini mahusiano yako hayakufikia ndoa na kwa nini ndoa yako haikufika muda mrefu. Mpenzi wa kweli na mpenzi mkakati, hawa wote wapo katika jinsia zote mbili, katika jinsia ya kike na katika jinsia ya kiume. Hawa wote wapenzi wa aina hii wapo na wanapatikana katika jinsia zote mbili, mpenzi mkakati na mpenzi wa kweli. Sasa tuanze kumtazama mpenzi mkakati. Huyo mpenzi mkakati anakuwaje? Alafu baadaye tutatazama tena mpenzi wa kweli inakuwaje. Alafu hapo ndipo tutapata jibu kamili la kujua kwamba kwa nini mahusiano yetu hayafikii ndoa na kwa nini ndoa zetu hazifiki muda mrefu, na wakati mwingine huishia njiani, hatufi na kuzikana. Sasa tuanze kumwangalia mpenzi mkakati. Mpenzi mkakati ni mpenzi ambaye yupo na wewe kwa mkakati maalum, ambao mkakati huo ukisha kamilika, huyu anakuwa tena hayupo katika mapenzi na wewe. Naomba nirudie hapo. Mpenzi mkakati ni mpenzi ambaye anakuwa na wewe kwa sababu zake maalum. Zikiisha sababu hizo, yani mkakati huo utakapomwishia,
ndipo na yeye penzi lake linakuwa limekwisha. Huyu ndiye tunamuita kwangu mimi kama daktari wa mapenzi, huyu kwangu mimi namuita mpenzi mkakati. Mpenzi ambaye yuko na wewe kwa malengo yake maalum. Sasa unaweza ukamjuaje huyu mpenzi mkakati? Kiukweli mpenzi mkakati huwezi ukamjua kwa muda mfupi ama kwa haraka, huwezi kumjua kwa sababu ni mpenzi ambaye ana akili sana huyu, na mpenzi ambaye anatumia sana ubongo wake. Yaani huyu tunaweza tukamuita tapeli vile vile wa mapenzi, lakini anatumia akili nyingi sana. Sasa tujaribu kutazama kwa undani ili umuelewe vizuri huyu mpenzi mkakati. Naweza nikakupa mifano ambayo nimepewa mimi na watu tofauti ambao mara nyingi hukutana nami na uniomba ushauri, na wakati mwingine unihadisia yale waliowakuta, na baada ya hapo wakagundua kuwa hao waliokuwa nao walikuwa ndio wapenzi mikakati ambao mimi ninawazungumzia sasa. Kwa mfano, turudi upande labda wa msichana ambaye amekutana na mkaka. Mkaka yule ana kipato kizuri tu. Kwa mfano, mkaka anafanya kazi TRA, mkaka ana biashara zake, mkaka ana nyumba zake nzuri, ana maisha yake. Mkaka huyu anaweza akaingia katika dimbwi la kukutwa na mpenzi mkakati. Kwa mfano, anaweza kukutana na msichana mzuri tu, ingawa yeye atakuwa amempenda kwa dhati ya moyo wake, lakini yule mvulana, yule msichana atakuwa ni mpenzi mkakati kwa upande wake. Kivipi? Inawezekana mvulana huyo mwenye kipato ambaye anafanya kazi TRA anakuwa ni mpenzi anampenda kweli yule msichana, lakini yule msichana, yule mvulana sio chaguo lake. Lakini kwa kuwa yule mvulana anafanya kazi TRA, ndipo hapo mkakati wa yule msichana lazima amkubalie yule mvulana, na hata kama kwa kufunga ndoa ama hata kama kwa kuwa katika mahusiano muda mrefu, lakini kwa mkakati maalum. Msichana huyu anaweza akaingia katika dimbwi la mapenzi la yule mvulana ambaye anafanya kazi TRA kwa mkakati maalum wa kutimiza maisha yake, yaani kuondoa shida zake za kimaisha. Kwa mfano, msichana huyo ambaye ni mpenzi mkakati sasa kwa upande wa kike, ambaye amekutana na mvulana ambaye mwenye mapenzi ya kweli, ambaye ni mvulana anafanya kazi nzuri TRA, mkakati yake yeye unakuwa ni kwamba hakumpenda kwanza mvulana huyu, lakini lengo lake kubwa linakuwa ni kupata kile ambacho anahitaji kutoka kwa yule mwanamume na kutimiza malengo yake ya matakwa yake ya kimaisha. Sasa mkakati wake anakuwa na mkakati maalum. Mkakati huu unakuwaje sasa? Msichana huyu pengine anatamani awe na nyumba. Msichana huyu pengine anatamani awe na gari nzuri. Msichana huyu pengine anatamani awe na mabiashara mawili, matatu, manne. Sasa kwa kuwa mwanamume huyu amejitokeza kumtongoza na yeye hakumpenda, labda ana mtu ambaye yeye amempenda kwa dhati wa moyo wake, lakini hana kipato. Kwa hiyo msichana huyu anaingia katika mahusiano kimkakati. Mahusiano hayo ambayo anayaingia yeye kimkakati, anakuja kwa ajili ya kuchuma pato maalumu la kutatua matatizo yake ama familia yake. Hivyo basi msichana huyu ambaye atakuwa na mapenzi ya ukakati ataonyesha mapenzi ya kuekti kwa asilimia kubwa sana, lakini kitu ambacho yeye anaweza kufanya kwa mvulana huyu kikubwa atakuwa nacho ndani ya moyo wake, kujua kwamba nikishatimiza kupata nyumba yangu, nikishatimiza kupata gari yangu, nikishatimiza kupata biashara zangu, lazima mwisho wa siku tufanye mahusiano yetu
yanakufa ama ndoa yetu inakufa. Baada ya hapo mimi naangalia maisha yangu, natafuta yule ambaye mimi katika moyo wangu nampenda mwenyewe binafsi na naanza naye maisha. Huyu ndio msichana ambaye anakuwa na mikakati maalum juu ya mvulana ambaye anafanya kazi nzuri na anapata pesa nyingi. Sasa utaanza kumuona anaanza kuishi naye sasa. Pengine yule mvulana kutokana amempenda sana atamwambia tuoane, lakini yule msichana atasema sawa, subiri kidogo. Lakini wakati huo anamchuna pesa zake. Wakati anamchuna pesa, msichana yule ataenda atanunua kiwanja kwa sababu lengo lake ni kujenga nyumba. Ataendelea kuwa naye. Lakini yule mvulana ambaye anafanya kazi TRA, ambaye mwenye kipato labda, utakuta anajaribu kumwambia tuoane, lakini yule msichana kutokana na mikakati yake bado haijakamilika ataingia katika ndoa hiyo. Lakini kwa mkakati maalum anaweza kaingia katika ndoa hiyo, lakini malengo yake yako pale pale kwamba mume huyo hakumpenda, ila anataka kuchukua maokoto kutimiza ndoto zake, kisha atatafuta yeye mwenyewe anayempenda, dhamira yake ya moyo, then atajua jinsi gani ya kuishi naye. Hii ndio hatari ya kuwa na mpenzi mkakati katika maisha yako. Una mtu ambaye unapanga naye hali ya kuwa ndani ya moyo wake haujui makusudio yake. Basi mpenzi mkakati huyu atanunua kiwanja hicho, na baada ya kununua kiwanja atakuwa na wewe. Kwa kuwa wewe unampenda, atachukua pesa zako, utamhudumia, atakwambia hiki na kile. Kwa kuwa wewe unampenda, na siku zote moyo ukipenda sehemu ufanya, haujali chochote, hasa ukiwa na kipato. Basi utakuta msichana huyu atanunua kiwanja chake kwa siri, atajenga, atachukua pesa hizo hizo kutoka kwako, ataenda atafungua biashara zake vizuri kabisa, na hata kama familia yake itakuwa iko ya chini, ataijaribu kuiboost kwa namna ambayo yeye anaweza. Hakikisha sasa mkakati wake huu umekaribia kutimia, ndipo hapo sasa visa vitaanza. Msichana huyu anaweza kaa yuko ndani ya ndoa, na wengine hayuko ndani ya ndoa, yuko ndani ya mahusiano. Lakini kikubwa ambacho yatafanya, akiwa ndani ya ndoa yuko tayari hata kukuzalia mtoto mmoja, ili kukuingiza wewe akili yako iamini kwamba anakupenda kwa dhati kabisa. Na kwa nini? Kitakachokufanya na utambue kwamba anakupenda ni kwamba amekudharia mtoto huyo mmoja. Malengo yake ni nini? Kukuaminisha wewe kwamba kumbe huyu ni mke wangu sasa. Kwa hiyo unajiachia wewe katika kila jambo lako. Namwambia ya mke wangu tutengeneze hiki, basi mnatengeneza chote kwa pamoja. Tufanye hiki, mnafanya vyote kwa pamoja. Kumbuka kwamba mwanamke huyu ambaye yuko kwa malengo yake maalum, ya kwake anatengeneza yake binafsi, lakini pia ya kwenu mnashare. Maana yake ni nini? Maana yake itakapofika wakati sasa, atakaposema sasa penzi letu basi kila kile ambacho mmejenga na yeye ama mmeshare na yeye, atahitaji kipigwe karata mbili, kwa maana kama ilivyo sheria kwamba yule mke wako na mmechuma wote, hivyo lazima mgawane katika kile ambacho mmekitafuta kwa pamoja. Hivyo mpenzi mkakati hapa atakufosi zaidi katika kuimarisha uchumi wenu wa kujenga ama kufungua kitu chochote kile ambacho anahisi baada ya mkakati wake kutimia kinawezekana kikagawiwa mara mbili. Huyu ndio mpenzi mkakati. Basi anaweza kaishi na wewe kwa muda huo, na mkakati wake akakuzalia hata mtoto wakati mwingine ili kukupa imani. Alafu baada ya hapo yake yakishapangika huku, nyumba ameshapata, ana biashara zake zinakwenda, kipato chake kimekuwa kikubwa, anaingiza hela nzuri kabisa. Baada ya hapo sasa anaanza mgogoro katika nyumba hili, ili mradi tu mpate kutengana. Na inapofikia kutengana, huyu mwanamke lazima kupeleke mahakamani, kwa sababu mkakati wake ni mali, sio wewe. Basi atakapokupeleka mahakamani kweli, kwa kuwa ni mkeo na mmechuma wote, basi mwisho wa siku utampa stake zake, na ukishampa stake zake
ndipo hapo sasa mkakati wake utakuwa umetimia, na baada ya hapo sasa yeye ataishi mwenyewe na atatafuta mpenzi ambaye yeye amempenda ndani ya moyo wake. Lakini wewe ulikuwa ni mpenzi wake wa mkakati kwa ajili ya kutatua shida zake na kuweka uimara wa uchumi wake. Sasa tayari uchumi ameshaupata, ana uwezo kumiliki yule ambaye yeye anamtaka sasa. Kwa hiyo hapo ndipo itakuwa amemalizana na wewe. Huyu ndiye mpenzi mkakati. Mpenzi huyu yupo katika jinsia zote mbili. Yupo katika jinsia ya kiume na yupo katika jinsia ya kike. Hapa tumejaribu kumwangalia mpenzi mkakati katika jinsia ya kike ambaye amekutana na mwanamume ana kipato. Baada ya hapo anafanya hayo ya kuyafanya na mkakati wake unakuwa umekamilika na kumwacha mwanamume soremba. Sasa hali hii ni tatizo kubwa sana katika jamii, na wanamume wengi huwa tunarudishwa nyuma kutokana na wapenzi mkakati wa aina hii, kwa maana hao wapo kwa ajili ya maisha yao na sio maisha yenu. Kwa hiyo ukishamjua ama ukishakutana na mpenzi wa aina hii, kwa bahati mbaya, maisha yako kupiga hatua itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu maisha yako yatakuwa mazito, maisha yako yatakuwa ya makesi, maisha yako yatakuwa ya misukosuko, maisha yako yatakuwa ya kila aina, kwa sababu hautokuwa na raha baada ya mikakati yake kutimia. Muda wowote analianzisha, sababu si sababu, basi utajikuta mmeachana. Huyu ni mpenzi mkakati wa kike, tumeona. Lakini turudi upande wa pili katika mpenzi mkakati wa kiume, anakuaje? Na baada ya hapo tutaangalia mpenzi wa kweli anakuaje. Basi mpenzi mkakati wa kiume sasa, yeye mara nyingi kama unavyosikia wanamume ama wavulana wengine wanalelewa. Nini maana ya kulelewa? Maana ya kulelewa ni kwamba mvulana atampata msichana ama mshuga mami. Mara nyingi anakuwaga mshuga mami ambaye tayari na maisha yao. Hii mshuga mami kazi yao itakuwa ni moja tu, kwamba wewe utakuwa mtumwa wa mapenzi. Maana yake ni nini? Maana yake utafanya kile yeye ambacho anajisikia umfanyie, ili mradi maisha yake yaende katika swala zima la mapenzi. Hivyo atakuwa anakununua wewe kwa gharama zake. Sasa huyu naye ni mpenzi mkakati wa kike ambaye ana kipato na anakuita wewe na kukuhudumia ili umpe huduma yake. Sasa we mwanamume ambaye sasa unakuwa ni mpenzi mkakati wewe kwa mwanamke wa aina hii, kwa sababu mwanamke anakuwa ni bosi, wewe utakwenda pale si kwa mapenzi. Wewe utakwenda pale kutokana na pesa yake, kama vile ambavyo nimekuelekeza upande wa mwanamume ambaye yuko TRA amekutana na mwanamke ambaye ana mkakati maalum. Sasa na huyu pia mwanamume ambaye ni mpenzi mkakati, yeye mara nyingi mkakati wake ni kupata na sio mapenzi. Sasa wanakutana mara nyingi hawa vibenteni na wamama, sio kwamba wanawapenda, hapana. Wanajua wapo saizi yao na wapo ambao wao wanakuwa nao, lakini kwa wale mama, wale mashuga mami wale, wao wanachofuata ni kipato, ni maokoto vijana wanasema. Sasa atakwenda pale, atamtimizia show zake zile, atafanya cha kufanya, naye malengo yake yakisha timia, kwamba ameshapata pesa, ameshafanya, ashafungua biashara yake, ameshafanya hiki na hiki, pale ndiyo shuga mami sasa anaanza kulia, kwa sababu lazima atamfanyia vitu tofauti. Aidha atamuibia, na akiogopa kumuibia asende jela, basi atamkomba pesa na baadaye ataenda kujenga familia yake ambayo yeye anaikubali. Sasa hawa mashuga mami mara nyingi hukutana na shida hizo pia. Mara nyingi huachwa na wanamume, wavulana wale wakimbia wenda kwa wanawake wengine, ama uchukuliwa pesa zao na kwenda kuongwa wanawake wengine. Kwa hiyo hawa ni wapenzi wabaya sana. Mpenzi mkakati haijalishi ni wa jinsia gani,
ni mpenzi ambaye yeye yuko kwa ajili ya maslahi yake, sio maslahi ya mapenzi yenu. Huyu ndio mpenzi mkakati, ndugu mpenzi msikilizaji. Sasa huyu mpenzi utamjuaje? Hapo ndo swali linakuja. Mpenzi mkakati inawezekana ukamjua ama usimjue kama upeo wako ni mdogo. Mpenzi mkakati mara nyingi yeye hapendi kusikia shida. Yaani mpenzi mkakati lengo lake ni kupata. Kwa hiyo ukianza kumwelezea kwamba uchumi umeyumba ama kuna hali sintofahamu, basi mpenzi huyu haraka sana utamgundua. Sasa nikufundisha njia nzuri kabisa kumjua huyu mpenzi mkakati na jinsi ya kumtema mapema. Mpenzi wa aina hii ni mpenzi ambaye anafuata chumo, anafuata kipato. Sasa utakapoanza kuwa na mahusiano na mpenzi wa aina hii, haijalishi unampenda ama la, basi wewe jaribu kuleta kisingizio ambacho hata kama si cha kweli, lakini unahakikisha kwamba unatazama ustamilivu wake. Je, ni kweli? Kwa mfano, labda wewe unafanya kazi sehemu nzuri tu, na yeye yuko pale kwa ajili ya kipato chako. Unataka kujua sasa, je, yuko pale kwa ajili ya kipato chako au anakupenda kwa kweli? Basi inawezekana tu ukabuni njia, ukatafuta barua yako, ukaiandika vizuri, ukaidesign vizuri kama imetoka kwa mkurugenzi, kwamba umeachishwa kazi kwa muda wa miezi 6 ama umepumzishwa kutokana labda kampuni haitakuwa na mafao ya kukulipa wewe, pesa ya kukulipa wewe kwa kipindi hicho. Hivyo basi unahitajika uache hiyo kazi, ama umepunguzwa kazi ufanye kazi nyingine ambayo kipato chake ni kidogo. Sasa ukishachukua barua hiyo, ukishaenda nayo nyumbani na kumuonyesha huyo mpenzi wako ambaye unamjaribu kwamba ni mpenzi mkakati ama mpenzi wa kweli, basi barua hiyo akiisoma tu utaona anashtuka, na jambo la kwanza atakwambia tutaishije sasa. Hiyo ni mtu yeyote anaweza akakwambia tutaishije, awe mzuri ama mbaya, lakini tutaishije ya huyu mpenzi mkakati utaiona baada ya muda mchache sana, baada ya kumletea hiyo barua. Alafu wewe pia usionyeshe usirias wako kwa kipato kipo, unajifanya unatoka kama unaenda katika mazingira ya kutafuta kazi nyingine. Ule uchumi wako ambao ulikuwa unampaga, basi jaribu kuupunguza. Ile hali yako ya zamani jaribu pia kuiondoa, lakini mwenyewe utajua jinsi gani ya kufanya ili kumtega. Ukifanya hivyo ndani ya miezi 3, mpenzi ambaye alikuja kwako kwa ajili ya mkakati maalum anaona huu ni muda wa kupoteza, hivyo haraka sana utaanza kuona visingizio vya kutengana naye, hivyo atakukimbia ama mtaachana muda si mrefu. Mtege tu ndani ya miezi 3 hiyo. Hawezi kukuvumilia hata kidogo, kwa sababu huyu hajakupenda, amekuja kwako kwa mkakati maalum. Kwa nini? Ataanza kusema maneno mengi tu. Bwana, mimi naona sasa hivi shako tangu ukose kazi, mimi nitasukaje sasa? Zamani ulikuwa unanipa hela na sasa namsaidia mamangu, sasa hivi mamangu sina cha kumsaidia. Kwa hiyo unafikiri mimi nitaishije? Tayari. Na ukimchunguza tayari utaona kuna bwana pembeni. Tayari hapo, yani hapo tayari anataka ondoke kwa sababu mkakati wake ushavurugika. Hiyo ni njia moja najaribu kukupa, ujaribu kumjaribu. Na hata mwanamke ukitaka kumjua mpenzi mkakati wako, msingizie tu, bwana mimi nina ujauzito wako. Ujauzito wako. Mwanamume ambaye amefuata kwako pesa tu, hataki atakuzaa na wewe. Yeye anaona haya, nishapoteza hapa tena. Huyu ataanza kuleta habari ya kwanza kulea mtoto hapa, tayari nitaishi naye huyu. Ujue hana ratiba na wewe. Ini mko mashuga mami wale ambao mnalea watoto, muangalie sana hawa wakati mwingine wako tayari hata kuatilia sumu, hata kuwaua wakati mwingine ili wachukue mali zenu. Kwa hiyo natakiwa muwe makini sana na hawa wapenzi mikakati. Nadhani katika mbinu hiyo utakuwa umenielewa vizuri mpenzi mkakati ni mpenzi wa aina gani, na mifano mingi tu ya kukupa juu ya mpenzi mkakati.
Nikupe simulizi moja fupi tu ambayo itakushibisha na kukutosheleza juu ya mpenzi mkakati. Naomba unitegee sikio lako na unisikilize. Kulikuwa na kijana mmoja alikuwa na mpenzi wake ambaye walikaa takriban kama miaka miwili hivi. Lakini huyo kijana alikuwa na maisha mazuri sana. Na yule mwanamke alikuwa akiishi naye, kila akimwambia swala la kumwoa alimwambia subiri kwanza, mimi kuna mipango yangu napanga ili iende sawa. Yule mwanamke alikuwa anasoma chuo, lakini yeye huyo mvulana alikuwa anafanya biashara. Kumbe yule msichana alikuwa na bwana wake ambaye yuko chuo, amemzidi kama miaka miwili. Hivyo alikataa ndoa kwa sababu alikuwa anasikilizia yule bwana wake katika kozi aliyosoma, akimaliza atapata kazi nzuri kwa haraka, alafu afanye mlingano, yani alinganishe baina ya yule na huyu mfanyabiashara machinga ambaye anapata pesa za kula. Basi rafiki yangu akawa anaendelea naye yule msichana, kila akimwambia basi nikuoe kwa sababu chuo wanaruhusu kuolewa tu, unakaa na mtu wako unasoma, hamna shida. Yule msichana akawa anamwambia subiri kwanza. Basi maisha yao yakawa naenda. Kijana yule machinga mfanya biashara ambaye alikuwa anapata hela za kula, alikuwa anamsupport kwa kiasi kikubwa sana yule mdada. Masuala ya shule, masuala nini, amemsupport kwa sababu alianza kumsomesha tangu form 1, alikuwa anamsupport. Na yule msichana wazazi wake hali sio nzuri sana, kwa hiyo jamaa alikuwa anajikita sana. Basi yule msichana kama ilivyo yule mvulana ambaye mpenzi wake wa chuo sasa, ambaye sio huyu machinga, kwa bahati nzuri alimpita kama miaka miwili, akamaliza na kumaliza akapata kazi TRA. Akapata kazi nzuri kabisa. Basi yule msichana kule tena penzi likarudi na kupanga mikakati ya ndoa na yule mvulana yule ambaye wa chuo sasa, sababu tayari amekwisha pata kazi. Huyu machinga hajui chochote kinachoendelea, anasaidia familia yake, umeona, na wanamkubali pale ukweni. Lakini yule msichana akatumia mbinu kubwa sana. Siku ya kwanza akamchukua yule mvulana ambaye bwana wake wa chuo sasa, akampeleka mpaka kwa mama yake pale na dada zake, sababu mzazi wake wa kiume alifariki. Yule kama unavyojua tena, mtu anafanya kazi za pesa nyingi anaongeza pesa, kwa maana aliingia pale akamwaga mchele pale, vijana wa kisasa wanasema mwaga maokoto pale, wote wakampa cheo yule, wakasema naam, sasa huyu mwanetu huyu ndo wakuoa, sababu kuja hapa kaacha milioni hapa. Yule kweli anatuleteaga, lakini mchele kilo 3, mara anatuletea unga kiloba, washasahau. Na yule mdada ambaye ndiye mwenye mabwana wawili, yule mpenzi mkakati, akashindilia vyuma kwa familia yake kwamba yule mimi ananitesa, ana nini na nini, huyu mimi naona ndo ananipenda kweli. Kumbe alikuwa na mkakati wake kwamba akiona huyu amepata kazi nzuri amwagane na huyu, kwa sababu pesa huyu alikuwa naye kwa ajili ya kumsupport kipindi hiki kigumu. Umeona sasa shida ya wapenzi wa mkakati hao. Basi baada ya hapo huyu machinga hajui chochote, anaacha kufanya mambo yake ya maana, anamsaidia huyu na familia yake, naye taratibu anajiendesha. Lakini akiagiza ndoa anamwambia bado. Basi huyu machinga ikaenda kama unavyosema tena, pembe la ng'ombe alifichiki. Ikafika wakati yule wa TRA anataka kuoa. Sasa ndipo huyu machinga sasa alipochanwa live na kumwagika. Baada ya wiki ndoa inapita. Huyu machinga alikutwa amechukua kamba anataka kujinyonga, lakini watu wakamuokoa na wakajaribu kumpeleka sehemu tofauti kwa ajili ya ushauri. Ile tukio mimi nikalipata, nikakutana naye yule kijana, nikamweleza, nikamwambia sikiliza, huyo hakuwa ni chaguo lake wewe. Huyo alikuwa yupo kwenye mkakati maalum, kwa sababu jamaa alinielezea kila kitu. Nikamwambia huyo alikuwa kwenye mkakati maalum, kwa hiyo mkakati wake umetimia hivyo, na shukuru kwamba Mungu amekuonyesha mapema.
Let kama huyo mwingine angefeli, wewe ungeumia zaidi, kwa sababu ungeishi naye, lakini mwisho wa siku ungeyumba kiuchumi, angekukimbia, kwa maana alikuwa ni mtu wa kukuumiza tu. Kwa hiyo huyu ni mpenzi mkakati. Naomba utambue kabisa, mpenzi mkakati ama mpenzi kwa ajili ya maslahi yake, huyu anakuwa ni mtu makini sana. Kwa hiyo na wewe pia uwe makini kuwatambua watu wa aina hii, ujaribu kufanya mitego yako ambayo wewe unaijua, kumjua, je, kweli huyu ni wa kweli ama ndio mpenzi ambao Dr. Mengi ama Dr. Love alizungumza. Hiyo tumemwona mpenzi mkakati. Sasa tunakuja kumwangalia mpenzi wa kweli. Nikukumbushe msikilizaji wangu, kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga katika channel yangu hii, na kuomba la kwanza kabisa click button nyekundu iliyoandikwa subscribe, ili wa kwanza kupata video zangu mara tu nitakapozituma. Lakini la pili, udondoshe comment yako juu ya mada hizi ambazo mimi naziendesha, lakini ushare pia na wengine wapate elimu hii ili ipate kuwanufaisha. Sasa tunakuja kumwangalia mpenzi wa kweli. Mpenzi wa kweli ni mpenzi wa aina gani? Mpenzi wa kweli, kwanza kabisa nijaribu kukuelezea. Katika maisha, mnapopendana watu wawili, lazima mmoja anazidi upendo. Yani katika mapenzi mnapokuwa watu wawili, mmoja anazidi. Yani lazima iwepo mmoja anazidi. Either mke anampenda sana mume ama mume anampenda sana mke, lakini nyote mnapendana. Sasa mpenzi wa kweli ni yupi? Kwa kifupi, mpenzi wa kweli ni yule ambaye anayabeba matatizo yako, haijalishi ni wakati gani, unafanya nini, uko wapi. Huyu ndiye mpenzi wa kweli. Mpenzi wa kweli aangalii kipato chako. Mpenzi wa kweli aangalii ulivyo. Mpenzi wa kweli aangalii familia yako. Mpenzi wa kweli anakutazama wewe kama wewe ulivyo, kwenye milima, mabonde, miinuko na tambalale utakuwa naye. Utamjuaje sasa mpenzi wa kweli? Mpenzi wa kweli kwa hatua ya awali unaweza kumjua kwa lugha fupi, kwa sababu mapenzi yana asili moja. Mapenzi ni kama bahari ilivyo. Bahari ina vipindi, na vipindi bahari inakuwa iko shwari, na ina vipindi bahari inakuwa inavurugika. Sasa mpenzi wa kweli, bahari yenu ya mapenzi inapovurugika, mpenzi wa kweli huwa anaomba Mungu sana irudi kwenye hali yake ya kawaida, na hapa ndipo utamkuta anashika kibwebwe hasa kuhakikisha penzi lake lisipotee katika wakati mgumu sana. Unaweza kumkuta mara nyingi, utakuta wapo mitaani, utamkuta mwanamke mumewe kwa bahati mbaya labda alikuwa anafanya kazi kwa Wahindi, ameachishwa, utakuta mwanamke anasukuma chapati barazani, anachoma vitumbua, ile pesa anapata, ananunua unga, kuhakikisha familia inafanyaje, inakwenda. Utakuta mtu na mpenzi wake kwamba wanaishi, wapo kwenye mikakati, utakuta wanaoana katika hali ngumu. Ni watu ambao wana malengo kwamba mwingine ngoja kwanza tufanye hiki na hiki ndio tuoane. Hapana, mpenzi wa kweli achague muda wa kuoana, mradi amekupenda. Mwingine atakwambia sikiliza, hata kama una 150,000 wewe njoo tu, tatia ubani tu. Huyu ni mtu ambaye yeye dhati ya moyo wake aangalii kipato chako wewe, yeye anaangalia mapenzi yake kwako na wewe jinsi unavyomthamini. Ndipo utamuona kweli huyu ni mpenzi wa kweli ambaye anakubali hata mahali ndogo umuoe. Lakini mpenzi ambaye wa kweli ni mpenzi ambaye shida zako zinakuwa ni za kwake. Basi furaha yako ni furaha yake, huzuni yako ni huzuni yake, tabu yako ni tabu yake, maumivu yako ni maumivu yake. Huyu ndiye mpenzi wa kweli. Sasa nijaribu kupata story ndogo ambayo utajua mpenzi wa kweli ni mpenzi wa aina gani. Kuna simulizi moja
ama story moja ambayo nilisimuliwa na jamaa mmoja hivi. Kuna mdada mmoja alikuwa anaitwa jina lake Mama Rama, lakini kabla hajawa na mtoto alikuwa ni msichana ambaye anakaanga miogo stendi. Alikuwa anakaanga miogo stendi. Katika kukaanga miogo, yule dada, bahati nzuri pale makonda wale wa daradala wakawa wanapita pita. Kuna konda mmoja alitokea kumpenda yule mdada, na kweli yule mdada naye alimpenda yule konda, lakini yule mdada akawa anakaanga miogo. Yule konda alikuwa na hali ngumu sana ya kimaisha, na hali yake ilikuwa ni nzito sana ya kimaisha. Basi akawa yule konda anapiga debe pale, anapata 200 300. Yule mdada anakaanga miogo, wakati mwingine anampa miogo, yule konda anakunywa chai. Hivyo maisha yao yakawa yanakwenda. Lakini yule mdada alivyoingia mahusiano na yule konda kimapenzi, alijaribu kumshauri, akamwambia, mpenzi wangu nisikilize, mimi cha kwanza kabisa nataka tuoane. Yule konda akamwambia, sasa tutaoanaje? Na mimi hali yangu kama nilivyokuwa disia kwamba mpaka nipige debe hapa nipate 2000 3000. Na wewe je, maisha yako hapo mpaka ukaange miogo, uone kama tutaishi kwenye wakati mgumu? Dada akamwambia, hapana, mimi nataka ndoa kwa sababu ndoa ni heshima kwangu. Basi yule konda akamwambia, sasa tunafanyaje? Akamwambia, nisikilize, chochote utakachokipata tucheze mchezo kama 1000 na mimi nitaongeza, tutapata hela, tutaoana. Basi yule mdada hali ikaenda hivyo, wakacheza mchezo, ikafikia kama wakapokea kama 300. Walipopokea 300, yule mdada akamwambia yule konda, sikiliza sasa, wewe peleka barua pale nyumbani, ushareta barua, mimi mahali nitataja 50 na wale mimi nitawaambia. Basi akasema sawa. Akamwambia, hii 200 hii 100 tutaongezea kwenye shughuli, 100 nitaiweka mimi, tutacheza tena mchezo ili wewe ukakate leseni uende ukasome NIT pale upate cheti kizuri. Basi yule mdada akafanya hivyo na yule konda akamsikiliza, wakapambana, wakafikisha jambo lao la ndoa likapita, wakawa mke na mume, na mume konda, mke mkaanga miogo stendi. Maisha kawa hivyo, wakawa wanacheza mchezo, wanatoa 1000 yeye 1000, ndio mwanamume na 2000. Basi wakapokea mchezo kama 300, wakaongeza na ile ilobaki. Maisha yakawa yanakwenda hivyo, wakaenda wakafanikiwa kupata mtoto mmoja anaitwa Rama. Ndio maana nikakwambia anaitwa Mama Rama. Basi yule Mama Rama, zile pesa mume wake alipoenda kusoma NIT akapata vyeti vizuri, na bahati nzuri akamshauri pia, akamwambia basi inabidi uende English course ujue hata lugha kidogo mume wangu. Ingawa yeye Mama Rama anakaanga miogo la 7, lakini akakwambia maji nacho anacho. Basi wakaenda wakasoma English course. Mungu si athmani kama mambo yalivyo, na ukimuomba basi Mungu hukupa. Basi yule Mama Rama katika pitapita akasikia kuna nafasi za kazi za udereva za kumwendesha bosi, lakini mfanya kazi anatakiwa ajue Kiingereza. Bahati nzuri yule konda Kiingereza kidogo kipo cha kuombea maji. Basi akapeleka vyeti vyake vya NIT, yule konda akapata kazi, akawa analipwa mshahara sasa 900 kwa sababu ilikuwa ni kampuni ya minara hii, analipwa 900. Maisha yao yakabadilika hivyo mpaka sasa ninavyokuambia, wana nyumba 3 na wana maisha mazuri, na sasa hivi mtoto wao anasoma international na maisha yanakwenda. Huyu nakutolea mfano wa mpenzi wa kweli ambaye haangalii ulivyo, yanaangalia ni kutumie wewe hivyo hivyo ulivyo, lakini tuhakikishe tunafikia malengo yetu. Huyu ndo mpenzi wa kweli ambaye anaonyesha dhamira, akati tamaa na kukuonyesha kwamba lazima ubadilike na lazima maisha yetu yabadilike kwa kuwa tuko pamoja. Huyu sasa ni mpenzi wa kweli, huyu sio mpenzi mkakati. Nadhani utakuwa umenielewa ndugu mpenzi msikilizaji, kwamba mpenzi mkakati hawezi kukusupport kwenye shida, na mpenzi mkakati siku zote hataki shida yeye mpenzi mkakati anataka raha tu, lakini mpenzi wa kweli yuko tayari kuyabeba ya kwako. Tazama Mama Rama na mmewe walianza kukutana stendi, mwanzo akipiga debe akikaanga miogo, lakini leo hii Mama Rama ana duka kubwa, anauza vipodozi,
amepata pesa kutoka kwa mumewe baada ya kupata kazi nzuri. Mama Rama ndiye aliyemsupport mumewe amuoe kwa gharama nafuu kabisa, mahari nafuu kabisa. Mama Rama ndiye aliyesupport wacheze mchezo, mumewe akasoma NIT. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekubali na amependa na anatamani wafike sehemu fulani. Kwa huyu ndiyo mpenzi wa kweli. Kwa hiyo mpenzi wa kweli haijalishi unacho ama hauna, haijalishi unaumwa ama una afya njema. Kama nilivyokuambia, kuumwa kwako ndio kuumwa kwake, kukosa kwako ndio kukosa kwake, kupata kwako ndio kupata kwake. Huyo ndiye mpenzi wa kweli. Ndugu mpenzi msikilizaji, mimi naitwa Mr. Mengi aka Kisiki ama daktari wa mapenzi. Unaweza ukaniita daktari wako wa mahusiano wa mapenzi. Nikusisitize jambo moja, kama haujaoa naomba uoe, na kama hujaolewa naomba uolewe. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu ndoa ina baraka, na ndoa ni jambo jema sana ambalo linapendezwa na Mungu. Lakini pia tumuombe Mungu tusipate wapenzi mkakati, wapenzi wa maslahi. Tumuombe Mungu tupate wapenzi kama aina ya Mama Rama na mwenza wake, ambao wanavumiliana na wanapiga hatua. Na hata kama mna maisha mazuri, basi mumtangulize Mungu ili maisha yenu yaendelee. Kama hujasubscribe, na kuomba usubscribe channel yangu ili upate video zangu mara tu nitakapo zi-upload. Asante ndugu mpenzi msikilizaji kwa kunisikiliza, kwa kutoa muda wako na bando lako kunisikiliza. Nakushukuru sana, na usiniache, na kuomba endelea kunisupport, kwani kunisupport kwako ndiyo mafanikio yangu. Asante, karibu sana.